Naam, katika mwendelezo wa kukutana na wadau mbalimbali ambao wapo katika viwanja hivi vya Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kunako mashindano ya Kilimanjaro International Marathon, nimekutana na my brother Odoboy Papa, mdau huyu, mdau mkubwa kabisa wa maendeleo, mdau mkubwa kabisa wa mambo kama haya. Yes, yuko hapa akiwakilisha taasisi nyeti kabisa katika serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Yeye anatokea hapa Kilimanjaro, kwa maana ya TRA Kilimanjaro, akisimamia ile idara ya elimu ya mlipa kodi. Pengine labda cheo kimeongezeka, maana ni muda mrefu kidogo, atajitambulisha kwa uzuri. Mimi ni Pasco Mwele na hii ni B5 Media. Karibu my brother Odoboy. Asante sana. Asante sana, niko vizuri. Vizuri tena. Asante. Yes. Asante sana. Naam. Mimi naitwa Odoboy Papa, ni afisa msimamizi wa kodi mwandamizi mkoa wa Kilimanjaro, lakini vile pia nasimamia idara ya elimu na mawasiliano kama mkuu wa idara katika mkoa wa Kilimanjaro. That's very nice. Yeah. TRA ni wadau wakubwa sana wa maendeleo katika tasnia zote, entertainment, sports na vitu kama hivyo. Yeah. Kilimanjaro Marathon kwenu imekuwa ni fahari kiasi gani kuwa sehemu ya festival hii ama mbio hizi kwa mwaka huu 2026 kwa mara nyingine tena, maana mara zote mko? Kabisa. Yeah, sisi kama TRA Kili Marathon ya mwaka huu wa 2026 imekuwa na fahari kubwa, ukitegemea kwamba sisi kama TRA ni watumishi. Sisi kama watumishi ambao wanafanya kazi TRA, cha kwanza kabisa tunahitaji afya, na kama tunahitaji afya njema ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya kila siku, Kili Marathon kwetu imekuwa na manufaa makubwa, kwa sababu kwanza tunasema karibia watumishi wa TRA 20 wameweza kushiriki ndio hizi za Kili Marathon, na katika hao 20 watumishi wa TRA kama 8 wameshiriki kilomita 21 na wengine tuliobaki tulishiriki kilomita 5. Kuna wengine walitaka kwenda kilomita 42, lakini tukawaambia hapana, hatushauri, bado waendelee kufanya mazoezi. Kwa hiyo sisi kwetu kama hata mimi mwenyewe unavyoniona nimekimbia kilomita 5, na katika mbio hizo wote kwa pamoja tumekuwa na ujumbe wa kodi yetu maendeleo yetu, tukiwa tunamaanisha kwamba wote tunavyolipa kodi, tunavyochangia serikali kwa kulipa kidogo kidogo, ndivyo maendeleo tutakavyopata. Kwa hiyo tunahamasisha pia kupitia mbio hizi za Kili Marathon, tunahamasisha wananchi na wafanyabiashara wote kuhakikisha ya kwamba tunalipa kodi. Kidogo unachochangia kwenye kodi ndiyo inaoleta maendeleo kwa nchi yetu. Kwa hiyo kupitia mbio hizi tumehamasisha pia wafanyabiashara wetu kuhakikisha kwamba wanatoa risiti. Wewe mwenyewe uliona tangu leo siku ya 3, kila mahali, yale maeneo yote muhimu, yale maeneo yote ya starehe wamejaa wafanyabiashara, lakini wamejaa zaidi watumiaji au tunasema ni consumers au wateja. Wamejaa katika maeneo hayo wakipata huduma mbalimbali. Kwa hiyo kupitia kimbio hizi za Kili Marathon tumekuwa tukiwasisitiza kuhakikisha kwamba wanatoa risiti kwa kila mauzo watakayotoa au huduma watakayoitoa, na wale ambao ni watumiaji wa huduma hizo ambao ni wanunuzi wahakikisha kwamba wanadai risiti kwa kila wanapopata huduma. Na zaidi tumekwenda mbele zaidi, sasa hivi TRA tuna EFD ya bure. Tuna app ya TRA ambao kupitia hiyo app mfanyabiashara hahitaji kwenda kununua mashine ya kielektroniki. Ukiwa na hiyo app ya TRA tayari inakuwezesha kuweza kutoa risiti za kielektroniki. Kwa hiyo gharama ya utoaji wa risiti zimepungua, ili kumfanya kila Mtanzania aweze kutoa risiti ya kielektroniki, lakini aweze pia kupata risiti ya kielektroniki pale ambapo amepata huduma. Mashindano kama haya ya Kilimanjaro, yeah. na ama matamasha ya namna hii kwenu kama TRA
mnakuwa mnajivunia nini hasa, na support yenu inakuwa wapi katika kuhakikisha kila jambo linakuwa sawa sawa? Support kubwa kwa manufaa makubwa kwa sisi TRA. Sisi tunategemea kodi kutokana na jinsi watu wanavyotumia bidhaa. Kwa hiyo wanavyotumia bidhaa mbalimbali tunaitegemea kodi. Tuna kodi ya ongezeko la thamani ambayo kwa hadhara hii, kwa watu walivyojaa na kupata huduma mbalimbali, kwanza kodi ya ongezeko la thamani inakuwa juu, inaongezeka kwa sababu ni kodi ya mlaji. Kwa hiyo walaji wanavyokuwa wengi ndio kodi inavyopanda juu zaidi. Kwa hiyo tunategemea kodi ya ongezeko la thamani itaongezeka kwa kiasi kikubwa kupitia mbio hizi za Kilimarathon. Kwa hiyo kufika mwezi wa Aprili, kwa maana ya mwezi wa 4 ambao ndio kipindi cha kuwasilisha kodi hii inayotokana na matumizi na wao inayotokana na walaji walivyotumia kipindi hiki cha mwezi wa 3, kodi ya ongezeko la thamani tunaamini itaenda zaidi ya mara 2 au zaidi ya mara 3. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, kupitia hoteli mbalimbali ambazo tunazipata, ambazo hoteli mbalimbali ambazo watumiaji au hawa wageni wanaenda kutaka kwenye hoteli pamoja na apartments ambazo zimepata wateja, tunategemea tunapata kodi inaitwa bed night levy, ambapo kila kitanda inachajiwa $1 kutokana na wateja hao ambao wameingia. Kwa hiyo hiyo ndio manufaa makubwa. Lakini zaidi, kodi ya mapato. Unajua mfanyabiashara anapopata ndivyo TRA na sisi tunavyopata kidogo kupitia kile kipato anachokipata. Kwa hiyo mfanyabiashara akipata na sisi tumepata. Kwa mfano hapa nimewaona Big 5 Media kupitia hizi Kilimarathon, kwa kiasi kidogo au kwa kiasi kikubwa mmeweza kupata wateja, na jinsi nyie mtakaopata wateja ndio kuna pasenti kidogo ya TRA kutokana na vile ambavyo mmepata. Kwa hiyo kodi ya mapato tunaamini imeweza kuongezeka kwa mwezi huu wa Machi, hasa inayochagizwa na Kilimarathon. Na sisi kama TRA tupo katika kila kona, tupo kwenye maeneo ya starehe, tupo kwenye mabanda kama haya ambao umeona banda la TRA, tupo mitaani tukiwa tunatatua changamoto za wafanyabiashara, tunahamasisha, tunatoa elimu ili kila mmoja aweze kuelewa na kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana. Naamini wakati mwingine utafika katika ofisi zetu na kuzungumza kwa kina. Pengine labda kwa kuhitimisha tu kwa dakika chache sana, kwa maneno machache sana, nini unadhani sasa kinapaswa kufanyika ili tuione Kilimarathon kwa ukubwa zaidi ya huu ambao tunaendelea kuona, ikiwa ni mwaka wa 26 sasa? Sawa, nashukuru sana. Tunaamini Kilimarathon nyingine inayofuata, kwanza kuwahusisha wadau walio wengi zaidi kuliko hawa ambao tunao kwa sasa. Mwaka huu unaona wadau wako wengi, lakini naamini tukiwa na ushirikishwaji wa wadau wengi zaidi tutaongezeka zaidi na itafanikiwa. Lakini vile vile tunaona miundombinu yetu ya eneo hili na mvua hizi, tumeona kuna baadhi ya changamoto ambazo tunaona kutokana na miundombinu. Naamini uwanja huu ukizidi kuboreshwa, tunaamini wadau wetu wataweza kushiriki zaidi na ufanyaji wa biashara utaweza kwenda zaidi ya hapa ambapo tumefikia kupitia huu wa mwaka huu 2026. Lakini zaidi, mwisho zaidi, niombe kutoa ujumbe kwa wafanyabiashara wote na wananchi kwamba TRA tupo kwa ajili ya kuwezesha biashara kufanyika, sio kufunga biashara. Kwa hiyo naomba wajivunie kuwaona TRA katika maeneo yao ya biashara, wajivunie kuona TRA wanawatembelea katika maeneo yao mbalimbali na kufanya elimu mbalimbali, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuwezesha biashara kufanyika, ili mfanyabiashara akipata, tunaamini na TRA tutapata. Asante sana. Asante sana. Na ukitoka hapa usiache kusubscribe B5 Media_official kule Instagram, Facebook, TikTok na YouTube. Asante sana. Nitafanya hivyo. Mtazamaji, huyu ni Odokwel Papa. Hadi wakati mwingine, bila shaka umepata maudhui mengi mazuri kutoka kwake na yale aliyozungumza yatakuwa na tija moja kwa moja. Mimi ni Pascal Mwele, hadi wakati mwingine.